Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika hili dirisha kubwa la usajili kuelekea msimu mpya wa mashindano wa ligi ya mabingwa barani Afrika na michuano ya ndani hapa nchini Tanzania, yani ligi kuu ya NBC kwa msimu mpya wa mwaka 2026-2027, bila kusahau michuano ya ndani kama kombe la fainali ya ngao ya jamii, ambapo ngao ya jamii kwa msimu inatarajiwa kuchezwa kati ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club na michuano mingine kama ya kombe la CRDB Bank Federation Cup, makombe mengine kama Mapinduzi Cup, Muungano Cup ni miongoni mwa makombe ambayo yanavikutanisha vilabu mbalimbali hapa nchini Tanzania. Sasa fahamu, katika dirisha hili kubwa la usajili, hakika vilabu vikubwa vya Kariakoo yani Simba na Yanga Sports Club vinashindana kweli kweli katika vita ya kuweza kusajili wachezaji wapya kuelekea katika mashindano. Lakini miongoni mwa maeneo ambayo watu wengi watarajia kuona usajili gani ambao utakwenda kufanyika ni katika eneo la upande wa mastriker, yani upande wa washambuliaji. Ukiangalia Young Africans wameweza kuachana na mchezaji Prince Mfumelo Dube. Watu wengi wanatamani kuona ni nani ambaye atakuja kukava nafasi hiyo. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club, wao wameweza kuachana na Jonathan Soa, ukiwa ni mchezaji kutokea katika nchi ya Ghana ambaye amejiunga na Singida Black Stars. Sasa watu wengi wajiuliza nani ambaye atakwenda kusimama katika eneo la ushambuliaji. Sasa miongoni mwa mshambuliaji ambaye kwa sasa anatajwa kuja kuichezea ligi kuu Tanzania bara ni Peter Shalulile. Peter Shalulile ni nani? Fahamu, Peter Shalulile ni mchezaji kutokea katika taifa la Namibia ambaye ni team captain wa taifa la Namibia, ambapo mchezaji huyu tunaona msimu uliomalizika ameitumikia klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns ama the Brazilians kutokea pale nchini Afrika Kusini, ambapo tunaona mchezaji huyu ameitumikia klabu hiyo kwa mafanikio makubwa. Msimu uliomalizika amefanikiwa kucheza ligi ya mabingwa na kuweza kuiwezesha klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns kuweza kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa fahamu, mchezaji huyu mara baada ya msimu wa mwaka 2025-2026 kuweza kutamatika rasmi, aliweza kuaga katika klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns na kusema kwamba hatoitumikia tena klabu hiyo mara baada ya kuitumikia misimu 5. Taarifa za ndani kwamba ameweza kusema kwamba kwa sasa anahitaji changamoto nyingine. Miongoni mwa vilabu ambavyo vimeweza kufanya mazungumzo na Peter Shalulile ni klabu ya soka ya Simba Sports Club kupitia kocha wao. Hapa tukienda kumuongelea kocha kutokea pale nchini Afrika Kusini anaofahamika kwa jina la Steve Barker, ameweza kuambia viongozi wa Simba waweze kumsajili mchezaji huyo. Kwa hiyo Simba wameweza kufanya mazungumzo na mchezaji Peter Shalulile, na Peter Shalulile kwa upande mwingine kipaumbele cha kwake cha kwanza ni kucheza ligi ya mabingwa na Simba wanakwenda kushiriki michuano. Lakini vile vile klabu ya soka ya Yanga mara baada ya kufahamu Peter Shalulile ni mchezaji huru, kwa sababu wenyewe pia wanahitaji wa mshambuliaji, wameweza kufanya mazungumzo na mshambuliaji huyo kutokea Namibia kwa ajili ya kumsajili. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba ofa ya klabu ya soka ya Yanga imekuwa kubwa kuliko ile ambayo Simba wameweza kuipeleka katika klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns, kuliko ile ambayo Simba ameweza kuipeleka pale Mamelodi Sundowns. Kwa tunaona kuna uwezekano mkubwa Peter Shalulile akaamua kujiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa mujibu wa taarifa ambazo tumeweza kuzinasa ni kwamba Yanga wanamhitaji mshambuliaji kwa sababu ni miongoni mwa washambuliaji wazoefu ambao kwa upande mwingine watakwenda kufanya mabalaa kuelekea katika ligi ya mabingwa, kwa sababu cha kwanza ni mkomavu, ana uzoefu na ligi hiyo. Lakini vile vile Simba Sports Club nao pia mara baada ya kusikia taarifa hii kuna uwezekano vile vile wakaongeza dau ili kuweza kumshawishi zaidi mchezaji huyo kuweza kujiunga na klabu ya soka ya Simba. Lakini kwa sasa kilichopo ni klabu ya soka ya Yanga ndio ambao wanapigiwa chapuo kubwa kuweza kumnasa Peter Shalulile mwenye umri wa miaka 32 kama mshambuliaji wao kuelekea katika msimu mpya wa mashindano
2026 2027. Lakini nyota huyu vile vile anavutiwa zaidi na ligi ya Tanzania kwa jinsi ambavyo ilivyo kwa sasa, imekuwa ni miongoni mwa ligi bora. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa akatua Simba au Young Africans. Tuambie kwa upande wako, na mshauri Peter Shalulile ajiunge na klabu gani, Simba au Yanga? Kwenye comment hapo toa maoni.